نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى. صلنا سلام تزيون بزمودين تميت محمد صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله. Ndugu yangu Muislam, ni katika siku nyingine ya Juma sawa na tarehe 28 za mwezi wa Jumada al-Akhir 1447. Tunabakiza siku mbili tu ama siku tatu tuweze kuingia katika miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza, miezi ambayo ameweka promotion, miezi ambayo ndani yake kuna kuchuma kheri mara zaidi kwa wale ambao wanaojifahamu na wakaitambua dini yao hii ya Uislamu. Ndugu yangu Muislamu, tunaingia kwenye mwezi mmoja katika miezi minne, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema katika suratu Tauba, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndani ya miezi hiyo, miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni ashhurul hurum, usijali, usithubutu, usikurubii kuizulumu nafsi yako. Bimaana katika miezi hiyo ni miezi ya kukithirisha a'malu salih mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni miezi ya kujikurubisha, taqarrabu ila Allah, kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miezi ambayo sulhu rahma baina nas, ni kuunda undugu baina ya watu. Ni mwezi ambao ni mwezi wa tauba, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ni mwezi wa kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale maovu yote uliyoishi nayo katika miezi ambayo si miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maana sio miezi mitukufu ambayo ndani mna promotion na pia mna faida kubwa sana. Ndugu zangu Waislamu mnaotuangaliza mara kwa mara kupitia channel yetu hii ya Harakati Muslim katika jiji letu hili la Durban, leo tunakuja kukumbusha kwamba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab kuna khairi nyingi sana, bila kusahau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, na bila kusahau sadaqa. Ndugu zangu Waislamu, ni mwezi huu wa kukithirisha kutoa sadaqa, ni mwezi ambao ukitoa sadaka yako Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwamba umetoa zaka. Ndugu yangu Muislam, ni mwezi wa isti'dad li Ramadhan, ni mwezi wa kujiandaa na kufanya mazoezi na kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tushakuwa imara na salama. Wale ambao tunakuwa na uzembe fulani, tunasubiria Ramadhani, ndio maana tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wengi tunakuwa na mihemko tu ya siku tatu kusimama ndani ya tarawih, baadaye tunakuwa tunachenguka na kuondoka bila kusali sala za tarawih katika masiku mengine. Ndugu yangu Muislam, huu ni mwezi wa it'am, kupeana chakula, kupeana chakula, ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema wale ambao wanaojitolea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wayut'imuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira, wale ambao wanaojitolea chakula kwa kuwalisha mayatima na wale ambao ni maskini. Ndugu yangu Muislamu, mwezi huu ni mwezi wa kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao tunautarajia ndani ya siku mbili siku tatu. Kuwa tahadhari na mambo ambayo yaliyozua na yakapachikwa na wakamsingizia Rasul sallallahu uongo ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kuna mambo ambayo yanakithirisha, yanajitokeza katika safu za Uislamu, wakisema kwamba kuna swala ambayo inaitwa salatu raghaib, swala ambayo inaifanywa mwezi huu wa Rajabu katika siku la kwanza ama juma ya kwanza ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab. Na pia kuna makali wengine wanasema ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab ambao tunaokaribia kuiweza kuishi nao, kwamba kuna lailatul bara ama kuna lailatul isra wal miraj. Hakuna jambo hilo halijathibiti,
katika jumhurul ulama, lakini yanawekwa na watu tarehe 27 wanaamka wanafunga na kuitukuza siku hiyo. Ni jambo ambalo halijathibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nyingine ambayo ni mambo ya bid'a ambayo yamewekezwa katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Mwezi huu mtukufu wa Rajab, ndugu zangu Waislamu mnaotufuatiliza mara kwa mara kupitia channel yetu hii ya Harakati Muslim katika jiji letu hili la Durban, chini ya usimamizi wa ndugu yenu mtumishi wa Mungu Imam Yahya Jeshi la Mtu Mmoja, napenda kusieni, hakuna funga ambayo iliyoambatanishwa ikasema hii ni funga ya mwezi mtukufu wa Rajab, hakuna. Lakini wale ambao wako na ada yao ya kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi na ayyamul bidha, hao wanaruhusiwa kuweza kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, kukithirisha kheri. Na pia tusisahau dua mara kwa mara, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika mwezi huu mtukufu wa Rajab, na pia atubariki katika mwezi mtukufu wa Shaaban, na atupe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni dua ambayo tukithirisha sana, na katika mwezi huu mtukufu wa Rajab ni mwezi wa kukithirisha sana kufanya ibada na istighfar, maana mambo yote ya khairi kama umekuwa mzembe hauwezi kuyatumia katika miezi mingine, basi unahimizwa kwamba ujitoe katika uzembe huo na uvivu huo uweze kudumu. Kama swala zimekuwa zinakupita, swala za faradhi na swala za sunna, basi kithirisha uswali swala za sunna, swala za faradhi, ili ujengee amali. Ni mwezi wa kuchuma, ndugu yangu, njoo tushirikiane pamoja ili tujenge na tukuze na tuwekeze katika akaunti zetu ambazo ndiyo promotion Allah anatupa. Na kwa ndugu zetu ambao wako nje ya miji, insha Allah mwezi ujao tutakuwa na ziara, tukitembea katika miji ambayo tutawapa barnamij, tutakuwa wageni wenu, bila kusahau mji wetu na vijiji vyetu vya huko Manguzi, na pia tutakwenda Rustenburg, na insha Allah kitupa siha na afya tutafika kwa ndugu zetu Cape Town, ili tuitembee paka kule machimboni, Mashiliboshi, tuingie kule Makairisha kwa ndugu zetu wamelala, tuli tuwakumbushe kwamba miezi mitukufu yake Allah inakaribia. Ni mtumishi wa Mungu Yahya, tutakuwa pamoja nanyi na mtapata programu zetu. Njooni tushirikiane, tuchukue hizi fadhila alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio promotion. Kuwa nani mara kwa mara, mtumishi wa Mungu Imam Yahya Jeshi la Mtu Mmoja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.